Karibu Mtungini kupitia hapa Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Rastu Sendru. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa zawadi mbalimbali kwa watoto wanaolelewa katika makao ya kulelea watoto mkoani Dodoma, hatua inayolenga kuwapa faraja katika jamii. Zawadi hizo ni mchele, sukari, maharage, vinywaji na mbuzi zilikabidhiwa kwa niaba yake na kamishna msaidizi wa ustawi wa jamii Musa Mkamate katika kijiji cha Matumaini na Kisedeti. Akizungumza wakati wa kukabidhi zawadi hizo, kamishna Mkamate alisema kuwa Rais Samia anatambua umuhimu wa malezi bora na ustawi wa watoto, hivyo msaada huo ni ishara ya kujali maisha ya watoto waliopo katika mazingira magumu. Aliongeza kuwa jamii ina wajibu wa kushirikiana katika kuwatunza watoto na kudumisha amani ndani ya familia ili kuepuka kutelekezwa kwa watoto. Wasimamizi wa vituo hivyo wakiwemo Vincent Boseli wa kijiji cha Matumaini walimshukuru Rais Samia kwa moyo wake wa huruma na ukarimu, wakiweka wazi kuwa msaada unaongeza morali kwa watoto na jamii kwa ujumla, huku ukichangia katika malezi endelevu na ustawi wa kijamii. Leo Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma tumetembelea makao ya watoto ya kijiji cha Matumaini hapa Dodoma kwa lengo la kutoa zawadi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais kama ilivyo ada amekuwa kila kipindi cha mwisho wa mwaka akitoa zawadi kwa makundi maalum wakiwemo watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi, lakini pia wazee na wenye ulemavu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameona asherehekee sherehe hii pamoja na watoto wa kijiji hiki cha Matumaini kwa kuwaletea zawadi mbalimbali. Wito wa serikali kwa watoto ni kuendelea kuwa watoto wema, kuwa watoto wazalendo, kulijali taifa lao, kuwapenda wazazi, kuheshimu wakubwa, kuheshimu mamlaka za nchi za serikali na kufanya wajibu wao katika kulijenga taifa letu, ikiwa ni pamoja na kusoma vizuri, kuzingatia malezi bora wanaopewa na wazazi wao, lakini pia kutii sheria za nchi yetu. Lakini pia ujumbe wa serikali siku hii ya leo ya mwaka mpya kwa wananchi wa Tanzania, hususani wazazi na walezi, ni kuhakikisha kwamba tunawapatia watoto malezi chanya, malezi bora, malezi ambayo yanazingatia ukuaji timilifu wa kiafya, kiakili, kisaikolojia, kimwili na pia kimaadili. Sana kwamba mwanzo wa mwaka hapo tunapokea zawadi kubwa kutoka ofisi ya jamii ya mkoa pamoja na Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Kwa hiyo tunashukuru kwamba wakumbuka katika siku hii ya leo, tunakumbuka kwamba tunaanza mwaka. Kwa hiyo kama mwanzo ni nzuri, basi hata maendeleo yake itakuwa mazuri. Kwa hiyo tunawashukuru wote na tutawaombea ili Mungu aweze kuwarudishia waliotuletea leo, na wao warudishiwe baraka hizo kwa Mungu kwa mwaka nzima kwa kazi zao. Kwa majina naitwa Baraka Jonas Mdachi, ni afisa ustawi wa makao ya Kisedeti Kigongwe. Tunayo furaha kubwa kwa kweli kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambayo leo hii ametuzawadia zawadi hizi kwa ajili ya watoto walioko kwenye mazingira magumu. Tunayo furaha kubwa sana, tunashukuru. Tumezipokea na tunaahidi kumuunga mkono katika kila jambo. Wakazi wa mtaa wa Kiembe Samaki, kata ya Kilakala katika manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam wameibua malalamiko dhidi ya mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa barabara eneo la maji machafu, wakidai kuwa kutokuwepo kwa mitaro ya kupitisha maji kumesababisha maji ya mvua kujaa katika maeneo yao ya makazi. Wananchi hao wamesema hali hiyo imekuwa ikijirudia kila mvua inaponyesha, jambo linalohatarisha makazi, afya na usalama, huku wakitaka hatua za haraka kuchukuliwa ili kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya maji sambamba na barabara. Mkandarasi sasa hivi anamaliza mwezi, hatujamuona. Tunamuona kijana tu anakuja na gonga hizi mbao na kuondoka. Mpaka leo hatujui tatizo nini. Barabara hawajalipwa pesa au kuna shida gani? Hatumuoni diwani,
Hatumuoni hapa mwenyekiti wa serikali mitaa, hatumuoni mtu wote kuja kutuuliza sisi wakazi wapo. Kama mnaona watoto wanaathirika, maji kama hivi, upitaji wenyewe umekuwa shida. Jina langu Aziza Mohamed Nchaule. Hii changamoto siku kuja mvua, walipoamka wanangu asubuhi ndo watakuta ya maji yamejaa. Mimi mwenyewe nilikuwa huko shamba, nimerudi jana kwa sababu ya changamoto hili. Hapa pakavu, hata walipojenga hapa pakavu. Mimi maji yamenizunguka nyuma kote kuna maji. Sasa hapa kupita ndio chooni nimeweka mawe. Changamoto tulikuwa nayo hapa, maji yanatoka kwanza ujenzi huu wa barabara. Maji yanatuama, maji yanaingia katika majumba ya watu. Kama umekwenda pale, maji yashaanza kupiga hodi katika majumba ya watu. Lakini zamani kabla hajafanya mradi huu, maji yalikuwa yanapita, hana tabu yote. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali itusaidie kurekebisha hii barabara, pawepo na mtaro wa kupeleka maji huko yanakoenda mvua inaponyesha. Kwa sababu hii ni mvua kidogo tu ilionyesha hapa. Je, itakapokuja mvua kubwa, naona kutakuwa na mafuriko hapa. Tuangazie habari za kibiashara. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imepongeza ongezeko la ulipaji kodi kwa hiari ambapo limeambatana na sera thabiti za uchumi, likiashiria kuwa mshikamano kati ya serikali, wafanyabiashara na wananchi ni kiini cha kuendeleza mafanikio ya kifedha na kufanikisha mipango mikubwa ya ukuaji wa uchumi. TRA imesema kuwa katika robo ya pili ya mwaka 2025 imefanikiwa kukusanya shilingi trilioni 9 na bilioni 800, kiasi ambacho ni zaidi ya shilingi bilioni 150 ikilinganishwa na lengo lililowekwa la kukusanya shilingi trilioni 9 na bilioni 660. Kiasi hiki ni kikubwa na ni mara ya kwanza kukusanywa na nchi, kwa maana ya TRA ambao ni wakala wa nchi, kukusanya trilioni 4 na bilioni 130 kwa mwezi mmoja. Mwaka jana mwezi kama huu tulikusanya trilioni 3 na bilioni 500. Ni waombe wananchi wote, hasa walipa kodi, unapoanza mwaka 2026 tunaanzisha mfumo mpya wa kodi za ndani, unaitwa Integrated Domestic Revenue Administration System IDRAS, ambao utaanza ndani ya mwezi huu wa kwanza. Mfumo huu unaenda kuondoa inconvenience, ni mambo mengi yatafanyika online. Tunatarajia ule usumbufu wa walipa kodi kuja mara kwa mara kwenye ofisi zetu utapungua sana. Lakini la pili, unaenda kuondoa malalamiko ya assessment ambazo zinaonekana si za haki, kwa sababu tutakuwa na taarifa ambazo ziko sahihi, quality of assessment zitakuwa kubwa sana. Kwa hiyo itaboresha huduma kwa walipa kodi. Tuhitimishe sasa na habari za kimataifa. Kisiwa cha Taiwan kimeongeza kwa kiwango kikubwa bajeti yake ya ulinzi, ikiwa ni hatua ya tahadhari dhidi ya ongezeko la mazoezi ya kijeshi yanayoendelea kufanywa na China kuzunguka kisiwa hicho. Serikali ya Taiwan imesema nyongeza hiyo ya bajeti inalenga kuimarisha uwezo wa kujilinda wa taifa hilo, ikiwemo kuboresha mifumo ya ulinzi wa anga na wa baharini, kuongeza ununuzi wa silaha za kisasa pamoja na kuimarisha mafunzo na utayari wa vikosi vya jeshi. Hatua hiyo inakuja wakati China ikiendelea kufanya mazoezi makubwa ya kijeshi yanayohusisha meli za kivita na ndege za kivita karibu na mipaka ya Taiwan. Mazoezi ambayo Taipei inayatafsiri kama vitisho vya moja kwa moja kwa usalama wake. China, ambayo inaiona Taiwan kama sehemu ya eneo lake, imekuwa ikisisitiza kuwa haitakataa kutumia nguvu iwapo itahitajika kuirejesha chini ya mamlaka yake. Kwa upande wake, Taiwan imekuwa ikisisitiza haki yake ya kujitawala na kujilinda, huku ikionya kuwa hatua za kijeshi za Beijing zinahatarisha amani na utulivu wa kikanda. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema ongezeko la bajeti la ulinzi ya Taiwan inaashiria wazi serikali ya kisiwa hicho inalenga kukabiliana na shinikizo la China, huku pia ikituma ujumbe kwa jumuiya ya kimataifa kuhusu uzito wa tishio linaloikabili. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Open Online Media, na kwa hayo tunafunga duru ya Mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Andrew.